Naam, Kombo, nimekutafuta tuweze kupata taarifa mpya ambazo zimeweza kujia wakati huu, na taarifa ambazo zinazagaa mitandaoni. Nikasema nikuulize ni kuhusiana na shambulizi la Irani kwenda Israel, ambapo inadaiwa limeshambulia makazi ya waziri mkuu wa taifa hilo Benjamin Netanyahu. Pengine hasa Kombo, taarifa hizi zikoje hasa? Maana kuna wengine wameanza kusema kwamba pengine hasa kiongozi huyo atakuwa amepoteza maisha kutokana na ukimya ambao tokea masaa kadhaa sijamsikia akizungumza lolote. Kombo, taarifa zikoje hasa hizi? Shukrani sana na ni kusahishe kidogo ripoti ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii hasa kwenye peji ya jeshi la Irani inadai ama inaandika kuwa ilifanikiwa kulenga ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na wanadai walifanikiwa kumjeruhi na mpaka hivi sasa hawajui kama yuko hai au amefariki, na hakuna taarifa yoyote kutokea Israeli labda kukanusha ama kuthibitisha hicho ambacho kinasemwa na Irani au kinachotambaa kwenye mitandao ya kijamii. Na vile vile jeshi hilo la Irani linasema lilifanikiwa pia kupiga makazi ya waziri wa ulinzi wa Israeli bwana Israel Katz. Mpaka hivi sasa vyote hivyo ama madai yote hayo bado hayajathibitishwa wala kukanushwa na mamlaka za Israeli. Pengine ana ukweli ndani yake au pengine ni silaha vile vile ya kivita katika wavunja nguvu wapinzani wao katika hiki ambacho kinaendelea, japokuwa vyote havijathibitishwa. Kombo, tumekuwa tukizungumza kuhusiana na nguvu ambayo iko nayo Irani. Ukiangalia sasa hivi takriban sasa tunaelekea siku ya 3 tokea Jumamosi. Leo tunaamkia ni siku ya Jumanne. Sasa unaweza kaangalia siku 2 takriban tunaenda siku ya 3 leo. Mashambulizi bado yanaendelea. Uimara wa Irani hasa kuhimili makombola na kuendelea kushambulia takriban mataifa 7 kama sio 7 mpaka sasa hivi, na kwa wakati mmoja wanapiga huku wanapiga na huku, ikoje hasa? Hii inaonyesha kuwa wasiwasi wa Marekani ule wa awali ulikuwa na maana ama Marekani iliona mbali. Licha ya kuwa imefanikiwa kuangusha viongozi wa ngazi ya juu wa Iran ikiwemo Ali Khamenei na makamanda wengine wa jeshi akiwemo pia waziri wa ulinzi, Iran bado imeonyesha kuwa ina nguvu na ina uwezo wa kuhimili kile ambacho kimeanzishwa na mataifa haya mawili, na bado inaendelea kushambulia mataifa takribani 4 kama ilivyosema hadi 7. Inapiga Kuwait, inapiga Saudia, na hivi punde tu kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta nchini Saudia kimepigwa na kuleta madhara makubwa. Hii inaonekana kwamba nguvu ile ambayo Marekani ilikuwa inahofia baada ya kuishambulia Irani, ni kweli kwamba Marekani ilikuwa imeona mbali, na licha ya kuwa Irani wamepata pigo, lakini bado anaonekana kuwa na nguvu. Na hata Ayatullah mpya huyu bwana Arif amesema kuwa na Mkombo, kama nilivyosema, licha ya kuwa Irani imepata pigo kubwa kutokana na kuondokewa na viongozi wao wakubwa akiwemo Ayatullah Ali Khamenei. Unaweza kaeka simu yako loudspeaker tuendelee pia? Nimeweka hapo. Okay, sawa. Kama nilivyosema, licha ya Irani kupoteza viongozi wao wakubwa baada ya shambulizi la siku ya kwanza kabisa kufanywa na Marekani na Israeli, lakini bado wameonekana kuwa na nguvu na uthubutu wa kufanya ama kusimama kwenye uwanja wa vita. Hata bwana huyu supreme leader mpya bwana Arif amesema kuwa hawatakubali mazungumzo kwa hivi sasa na Marekani ama na mshirika wake Israeli kwa lengo yoyote ile mpaka waeleze kwa nini wamemuua kiongozi wao au wamewaua viongozi wao. Hii inaletatisha kuwa Irani bado inajiamini na ina uwezo mkubwa wa kuhimili hiki ambacho kinaendelea, licha ya kuwa watu walitegemea washirika wake kama China pamoja na Russia kuiunga mkono, lakini bado hakuna taarifa yoyote ama hatua yoyote ambayo imechukuliwa na mataifa hayo mawili zaidi ya kulaani
kile ambacho kimefanywa na Marekani na Israel, lakini Iran yenyewe imeonekana mpaka hivi sasa kujitosheleza. Na niliona taarifa moja ya rais wa Marekani Donald Trump akisema kwa kulingana na hiki ambacho kinaendelea watahitaji muda zaidi wa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Iran mpaka lengo lao litimie. Hii inaonyesha kuwa kile ambacho alikitegemea hicho ambacho kimetokea licha ya kufanikiwa kuangusha viongozi wale wakubwa. Kombo, umezungumza Marekani pamoja na rais wao Trump ambaye amekuwa ndo kama msemaji hivi, taarifa zake tunazopata kutoka kwake. Awali kuna taarifa ambazo zilitoka kwamba Marekani iliomba mazungumzo ya kidiplomasia waweze kuzungumza wajue namna gani za kusitisha hizi vita, kwa maana ya kurudi kwenye diplomasia kwa mara nyingine tena, lakini taarifa zinadai kwamba Iran imekataa hasa kama ulivyoweza kuzungumza. Unadhani Marekani kwa nini wanaomba mazungumzo? Ni vita imeanza kuwashinda ama ni nini ambacho unachokiona? Waliona labda wakiingiza kiongozi wao mpya labda atakuwa anakubali matokeo yale ambayo alikuwa ameyakataa kiongozi wa zamani, kwa maana Ayatollah Ali Khamenei? Kama nilivyosema mwanzo kwamba kilichotegemewa sicho ambacho kinatokea. Na unaweza ukamtoa ukatoa mwiba ukaja ukaingia msumari. Na ndicho ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa, na watu bado wana hasira za kiasi kutokana na kile ambacho kimefanywa. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu kama huyo kumuingiza tena kwenye mazungumzo. Wakati mwanzo mazungumzo yalikuwa, licha ya kuwa ilisemekana kuwa mazungumzo yamefika ukingoni, lakini kulikuwa na uwezo tena wa kuitwa mezani wakaendelea na mazungumzo. Lakini kama ilivyoada, Marekani na Israeli ni watu wa fitna, ama ni watu wa kutafuta visingizio ama kugushi wakaamua kufanya yale mashambulizi ya kushtukiza na kufanya mauaji kwa viongozi wao wakubwa. Sasa hii inaleta picha kwamba wale ambao wameingia hivi sasa watakuwa na vipengele viwili. Watakuwa na taswira ile ya viongozi wao waliopita na taswira ya kisasi. Kwa mtu mwenye kisasi vile vile ni ngumu sana ukamwambia tuyamalize kwa maneno aliyakuwa ushamjeruhi ama ushesababisha athari kubwa. Na mpaka hivi sasa unaambiwa takribani watu 550 wameshauawa Irani. Kwa hiyo na raia na wao wameonekana kuwa upande wa serikali wakitaka kisasi kilipo ama mapambano yaendelee. Kwa hiyo inakuwa ni swala gumu sana kutaka kuingia kwenye mazungumzo haraka kwa haraka. Aliyakuwa hata raia wenyewe wanataka hili battle liendelee kulingana na damage ambao wameipata. Lakini kwa kumalizia sasa, Kombo, unadhani taarifa za Benjamin Netanyahu kushambuliwa ama kujeruhiwa, unadhani kwa unavyoona wewe hasa itakuwa amepoteza maisha ama ni mzima? Kwa kumalizia kwa hivi sasa itakuwa ni mapema sana kutoa jibu la moja kwa moja, ila vyanzo vingi vya habari hasa vile vya upande wa Irani vinadai hilo tukio kuwa alijeruhiwa na mpaka hivi sasa hajulikani yupo hai ama amefariki, na hakuna chochote ambacho kimetoka Israeli vikithibitisha ama vikikanusha kuhusiana na hiki. Kama ilivyokuwa awali kwa Khamenei, nilisema tupate muda kidogo, na kwa Benjamin Netanyahu ni hivyo hivyo. Tukisogeza masaa kidogo tutaweza kujua kama ni kweli walifanikiwa kumtarget na kumjeruhi ama yuko mzima. Hayo yote ni kwa sasa ni mapema pia, ila yote yanaweza kuonekana kuwa yuko hai au amefariki pia. Asante sana. Shukrani.